Sasa hivi kuna mabadiliko makubwa. Kwa hiyo tujipongeze kwa mapinduzi haya makubwa wanaushirika. Sisi kama ushirika, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwanza naomba uchukue salamu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa sababu kwa kipindi chake cha miaka minne na kipindi changu cha miaka minne, yani nimeona hakuna rais ambaye ameunga mkono ushirika kama hili. Yani yuko miguu yote miwili, mikono yote miwili, na yeye mwenyewe husemea ushirika. Sisi tuna vyombo vya habari, tumeona ziara yake ya mkoa wa Ruvuma, namna alivyotusemea vizuri, namna anavyotusapoti kwenye pembejeo, lakini pia hata masoko, lakini pia hata mfumo nzima wa uuzaji wa mazao yetu. Sisi wenyewe mashahidi, watu walikuwa wanauawa kwenye vyama vya msingi kupokonywa fedha, lakini watu walikuwa wanauawa kwenye fedha zao walizotolea jasho kwenye majumba, lakini kwa mfumo wa stakabadhi ghalani sasa hivi ni usalama wa fedha ya mkulima, kwa sababu mkulima hapewi fedha mkononi. Lakini mfumo wa stakabadhi ghalani kuna mambo matano ambayo yamekuwa ya msingi sana, na ndio ambayo yanatusababisha hata soko kuwa zuri na bei nzuri. Kwanza, moja, kwa ajili ya ubora wa mazao, kwa sababu ukiuza mtaani lazima utachukua zao ambalo lisilo bora, lakini kupitia mfumo wa stakabadhi ghalani mazao yetu yanakuwa bora. Lakini pili, takwimu sahihi za mazao yetu. Serikali kupitia serikali za mikoa, wilaya, sasa hivi hawana ubabaishaji kuhusu takwimu ya mazao, kwa sababu mfumo wa stakabadhi ghalani unakusanywa kwenye vyama vyetu vya msingi, maghala makuu, na kupata takwimu sahihi ya mazao. Lakini pia sambamba na takwimu sahihi, lakini hata kama bei ya ushindani sokoni, sisi wenyewe mashahidi, wakulima tunafanya maamuzi kwenye minada yetu, bei ambayo unaiona haifai, mkulima hauzi mazao yake, lakini bei unaona inatija, mkulima anauza mazao yake. Kwa hiyo ushindani manake pia unasababisha kuwa bei nzuri. Lakini jingine hata usalama kama nilivyosema wa fedha. Sasa hivi mfumo wa kupokea keshi haupo tena. Mkulima akiuza mazao yake anapata kupitia akaunti yake. Kwa hiyo sasa hivi taasisi za kifedha tunawashukuru sana, kwa sababu tuna uhakika wa maisha yetu, kwa sababu mtu wanasema fedha yoyote inaleta kishawishi. Mimi ananiona nimeshika fedha mkononi, lazima nitamshawishi mtu kuninyang'anya, aweza kunipokonya. Kwa hiyo nashukuru sana kwa jambo hilo ambalo, lakini la mwisho, hata serikali zetu za mkoa, wilaya na halmashauri na wadau wengine, tozo inapatikana kwa usahihi. Leo nikiambiwa halmashauri inatalipe kila kilo moja shilingi 59.69, maana yake itafanya hesabu na kile nilichokusanya. Kwa hiyo na wao wanakusanya fedha zao kwa usahihi. Kwa hiyo na wadau wengine tumeambiwa, kuna watunza maghala, tuna wasafirishaji, lakini hata sisi watu wa ushirika tunapata fedha zetu kwa usahihi kwa sababu ya mfumo wa stakabadhi ghalani.